Asifiwe sana. Wito na jukumu ambalo ni la Mkristo kwa kila siku. Zaburi hii ya 71 ni maombi ya Daudi katika kipindi cha uzee wake. Na anaonyesha licha ya changamoto hakuwa ameacha kumtegemea Mungu wala kubakia kwenye maisha malalamiko. Badala yake anaamua kwamba kinywa chake kitajazwa sifa. Jamani, haleluya! Kinywa chake kitajazwa sifa kila siku, lakini pia maisha ya kuonyesha kumheshimu Mungu. Hapa alikuwa ameshakuwa mzee, lakini bado anaonyesha namna ambavyo moyo wake na maisha yake anatamani kuishia katika kumcha Mungu. Na kuna mambo mawili tu tunaona kwenye mstari huu. Jambo la kwanza ni kinywa kilichojaa sifa za Mungu, lakini cha pili ni maisha yanayompa Mungu heshima. Na hivyo ndivyo vitu viwili tu ambavyo nitazungumza kwa kifupi katika ibada yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwamba Mkristo aliyekomaa ni yule ambaye anamsifu Mungu hata wakati kuna majaribu, hata wakati kuna mapito, lakini bado kinywa chake kinaweza kuwa na nafasi ya Mungu kuinuliwa. Bado maisha yake bado yanaweza yakaonyesha kumheshimu Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Maana sifa ni nini? Kusifu. Unapozungumza swala la sifa, ni ile hali ya kumuinua Mungu kutoka moyoni. Ni ile hali ya kusema, kwa sababu kinywa kinasema yaliyotoka ndani, na sifa ya kimungu inapaswa itoke moyoni. Kuna vitu watu wanaweza wakasema kwa mdomo tu. Kwa mfano, Yesu aliwahi kuzungumza, anasema watu hawa wananiheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Maana yake kumbe mwanadamu kuna vitu anaweza akafanya tu kwa nje, lakini Mungu anapotazama hazitoki ndani. Lakini tunachokiona kwenye moyo wa Daudi ni sifa iliyotoka ndani ya moyo wake, iliyotoka ndani ya kilindi cha moyo wake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwamba ni mtu ambaye ameamua kujimimina. Kwa hiyo maana nasema kinywa changu kitajazwa sifa zako na heshima yako mchana kutwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sifa ni ushuhuda wa ukuu wa Mungu. Mtu anapomsifu Mungu au mtu anapotoa sifa, sifa ni ushuhuda wa kuelezea namna Mungu alivyo mkuu. Kwa hiyo unaposema tunamsifu Mungu, maana yake tunaelezea ule ukuu wake na ule uweza wake. Na ndio maana Zaburi ya 145 mstari wa 3 anasema, Bwana ndiye Mungu mkuu mwenye kusifiwa sana, ukuu wake hauchunguziki. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Anasema Bwana ndiye Mungu mwenye kusifiwa sana, ndiye Mungu mkuu. Kwa hiyo sifa huwa inasema ule ukuu wa Mungu. Kwa hiyo unaposema kinywa kilichojaa sifa, maana yake ni mtu ambaye husema, hutamka, hunena matendo makuu ya Mungu aliyoyafanya na kuyatenda. Kwa hiyo tunapoonyesha sifa za Mungu, maana yake ni ile hali inayoonyesha ule ukuu wake, ule uweza wake, yale mamlaka yake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo tunapomsifu Mungu, maana yake ni kwamba Mungu ni mkuu, ni mtakatifu, ni mwaminifu, ni mwenye nguvu na uweza wote. Lakini jambo la pili, sifa huonyesha moyo wa shukurani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba tunapomsifu Mungu huonyesha moyo wa shukrani, moyo ambao hauna manung'uniko, moyo ambao hutambua na kuelewa zile baraka ambazo Mungu amefanya kwenye maisha ya watu wake. Naomba ongeza sauti kidogo, ni kama sauti imepungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusifa huonyesha moyo wa shukrani, kumsifu Mungu na kumuinua Mungu. Lakini jambo la tatu, sifa humleta Mungu karibu. Tunapomsifu Mungu tunatoa nafasi ya Mungu kushuka. Ndio maana Daudi anasema sifa za Mungu zitakuwepo kwenye kinywa changu daima. Jamani, haleluya! Kinywa changu kitamtukuza Bwana, kwa sababu kwenye kumsifu Mungu, kwenye kumuinua Mungu, kunamleta Mungu karibu. Na kuna kusifu kwa njia ya nyimbo, lakini kuna kusifu kwa njia ya maneno, kuna kusifu kwa njia ya kutamka, kuna kusifu kwa njia ya kuelezea. Sasa anasema mchana kutwa. Nilipokuwa nasoma maneno haya nikajikuta narudia kuyasoma kwamba ni kila siku. Jamani, haleluya! Anasema kila siku, mchana mzima. Nafasi ya vinywa vyetu viwe na neno la kumuinua Bwana kila siku itokayo kwa Mungu. Kila majira yanayopita, Mungu ainuliwe, Mungu atukuzwe. Vinywa vyetu vibebe sifa za kumtukuza Bwana. Lakini vinywa vyetu vimebeba nini katika siku nzima? Katika mtiririko wa maisha yetu, ni vitu gani vinavyotoka kwenye vinywa vyetu? Ni vitu gani ambavyo tunavikiri? Ni mambo gani ambayo tunayaimba? Mwandishi wa Zaburi anasema, kinywa changu sifa zi kinywani mwangu daima. Jamani, haleluya! Wakati mambo yamekuwa sawa na wakati ambapo hayajawa sawa, bado kinywa changu kitakusifu, bado kinywa changu kitakuinua. Wakati mipango yamekuwa sawa sawa, wakati mambo yangu yamebarikiwa, wakati kuna mambo ya aina yeyote, lakini anasema sifa zako zi kinywani mwangu, nitakutukuza, nitakuinua na nitakusifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kusifu kunamleta Mungu karibu. Zaburi ya 22 mstari wa 3 anasema, lakini wewe ndiwe Mungu, lakini wewe ndiwe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Kwamba Mungu anaketi juu ya sifa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwamba kwenye mahali ambapo Mungu anaweza akaweka makao, ni eneo ambalo anasifiwa, ni eneo ambalo anainuliwa. Mahali popote ambapo sifa inafanyika, Mungu hawezi kumtuma mwakilishi, maana ibada na sifa ni kwa Mungu peke yake. Kwenye maeneo mengine anaweza akatuma mwakilishi, anaweza akatuma malaika, anaweza akatuma wajumbe wa mbinguni, lakini inapokuwa swala la ibada, ni Mungu wa utukufu anakuwepo, maana hakuna anayeweza kumwakilisha Mungu kwenye ibada. Ibada ni kwa ajili yake, sifa ni kwa ajili yake, utukufu ni kwa ajili yake, na anasema hata mshirikisha mwingine yeyote swala la utukufu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa tunapotengeneza sifa zetu, tunafanya jambo ambalo linamlenga Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na ni Mungu mwenyewe anahusika, na ni Mungu mwenyewe anakuwepo, na ni Mungu mwenyewe anashuka. Kwa hiyo tunaposifu, Mungu anashuka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Mungu anashuka, na Mungu akishuka mambo yanakaa vizuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata kama kuna vitu vilikuwa vinafungika vijakaa sawa, Bwana hutuma msaada. Nakumbuka Paulo na Sila walipokuwa kule gerezani,
waliimba wamefungwa minyororo, waliimba wamefungiwa ndani, lakini walipokuwa wanamsifu Bwana, mbingu ikafurahia sifa, mbingu ikafurahia ile ibada, na Biblia inasema akatumwa malaika kwenda kufungua zile kamba, kwenda kufungua ile milango, maana watu walikuwa kwenye sifa, walikuwa wanamuinua Bwana, pamoja na kuwa wamefungwa, walikuwa wanamtukuza Bwana, pamoja na kuwa walikuwa gerezani, lakini walikuwa wanamsifu Bwana, pamoja na kuwa walikuwa na machungu, lakini bado walimsifu Bwana, pamoja na kuwa walipigwa viboko, lakini bado walimsifu Bwana, bado waliuona wema wa Mungu, bado waliona fadhili za Mungu, bado waliuona uaminifu wake. Wewe tukwambia rafiki, vitu vichache visiharibu wema wa Mungu kwenye maisha yako. Jamani, Bwana asifiwe. Mapito ya muda mfupi isiharibu yale mema mengi ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha yetu. Wakati mwingine tunasahau kwa vitu vidogo. Wakati mwingine vitu vidogo vinatuingiza kwenye manung'uniko, vinatuingiza kwenye kulaumu, vinatuingiza kwenye kusema vibaya, vinatuingiza kwenye kumkosea Bwana, wakati bado angali kuna mengi, angali bado kuna makubwa, angali bado kuna makuu ambayo Mungu ameyafanya. Hata kama kuna machangamoto, bado Yesu anapaswa kuinuliwa, maana wema wake ni mkuu, na uenda changamoto unazopitia lina kusudi njema na kukupeleka mahali bora zaidi. Wakati mwingine tunalalamika mahali ambapo ndio tunasaidiwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Leo kumsikia mtu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda, anasema kuna mtu mmoja alikuwa amepita kwenye mapito mengi magumu sana, na akawa analalamika sana, akawa analaumu. Na wakati akiwa amelalamika, ananung'unika kweli kweli, siku moja akaonyeshwa maono usiku. Akaona anatembea kwenye njia, na alipokuwa anatembea kwenye njia akawa anaona kuna nyayo za watu wawili, ingawa yule wa pili haonekani. Alafu akafika mahali ambapo hali ilikuwa ngumu sana, na kuna bahari na anatakiwa kupita. Alafu anasema ilipofika kwenye eneo la bahari akashangaa nyayo zinazoonekana ni za mtu mmoja. Sasa haelewi hizi zingine zimepita wapi. Alafu ndipo Mungu akasema naye, zile nyayo za watu wawili ulizoona ni mimi nilikuwa ninatembea na wewe. Hata wakati ule ulipokuwa unalalamika na kulalamika katika yale ambayo ulikuwa unayapitia, bado mimi nilikuwa pamoja nawe. Labda anaambia ile nyayo ya mtu mmoja iliyobakia kwenye bahari, ulioona inaelekea baharini ya mtu mmoja, hapo mimi nilikuwa nimekubeba. Na wakati nakubeba ndio ulikuwa unalalamika zaidi, lakini ndio wakati nilikuwa nimekunyanyua, maana wewe usingeweza kupita kwenye maji, nikakuweka begani nikuvushe uende kwenye ng'ambo ya pili. Sikiliza kanisa la Mungu, wakati mwingine kuna vitu tunapitia ni kama ngazi ya kutupandisha mahali. Ndio maana Biblia inasema heri mtu yule astahimilie majaribu, maana akiisha kukubalika ataipokea taji ya uzima. Kuna vitu Mungu anaruhusu kwenye maisha yetu kwa kusudi jema la kuwa baraka baadaye kwenye maisha yetu. Unaweza ukawa na mwanzo usioeleweka, lakini kusudi lake ni kutufikisha panapoeleweka. Tunaona watu kama wakina Yusufu wanaokataliwa kwenye familia, wanaokataliwa na ndugu, wanaouzwa na kufanywa vitu vya ajabu, lakini mwisho wa siku Mungu aliwainua. Mwisho wa siku Mungu aliwaweka mahali. Hupaswa kuishi maisha ya malalamiko. Huo sio wito wetu, hilo silo kusudi letu. Lazima utambua ya kwamba tumeitwa kumtukuza Bwana, tumeitwa kumuinua Mungu, maana Mungu amebeba hatima njema, hatima njema ya maisha yetu. Mungu analo kusudi na kusudi lake ni njema. Ndio maana anasema ninajua mawazo ninayowazia ni mawazo ya amani,
kuwapa tumaini katika siku za mwisho. Geuke jirani yako, mwambie sio wakati wa malalamiko. Mwambie tena sio wakati wa malalamiko. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati na safari za maisha zaweza kubadilika, lakini moyo wako usibadilike. Tambua wito wako, tambua jukumu lako, kwamba sisi ni vyombo vya sifa. Jamani, haleluya! Ni vyombo vya kumuinua Mungu na wala sio vya malalamiko. Adui asitutende kwa akili. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Paulo akasifu, na aliposifu gereza lilifunguliwa kama tunavyojua. Mikono yao ilifunguliwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini sisi pia sifa ni silaha ya ushindi. Wengine niwaambie, kuna tofauti kubwa sana. Mtu anapoishi maisha ya kulalamika, automatic huyo mtu anazidi kushuka. Imani yake inashuka. Kukata tamaa kunafanya nini? Kunatokea. Kukata, yani manunguniko humpeleka mtu chini. Manunguniko humfyonza mtu na kumfanya awe chini. Lakini sifa, moyo uliojaa sifa ni moyo uliochangamka. Jamani, haleluya! Ni moyo uliochangamka. Sifa. Unamuona Daudi wakati anakabiliana na Goliati, wakati Goliati ananena maneno ya kumkatisha tamaa, ananena maneno ya kumuonyesha jinsi ambavyo hana muda wa kuishi, hana uwezo wa kupambana na Goliati. Daudi anakuja na sifa za Bwana. Haleluya! Anamwambia Mungu wetu ni mkuu, Mungu wetu anauweza. Wewe unanijia na panga, wewe unanijia na fumo, wewe unanijia na mkuki. Anasema ninakujia kwa jina la Bwana, Bwana wa majeshi, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu, Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Ninakujia kwa jina lake, na dunia nzima leo watagundua ya kwamba yuko Mungu aokoaye, yuko Mungu asiyeshindwa. Kadiri alivyokuwa anasema yale maneno ya kumuinua Bwana, yale maneno ya kumtukuza Bwana, kuna namna kiwango chake cha imani kiliendelea kuinuka. Kuna namna aliendelea kuona uwezo wa Mungu ukiwa juu yake wakati anamtukuza Bwana. Na ndio maana Biblia inasema wakati wa kumwendea Goliati, alipokuwa anasema, ilifika mahali Daudi hakutembea tena. Biblia inasema akakimbia. Kwa nini amekimbia? Amesikia kuvikwa na anaona anachelewa. Haleluya! Akajikuta anakimbia, anawahi. Hakuna uoga, hakuna hofu, hakuna mashaka, maana alitambua yuko Mungu mkuu. Sifa inaleta ushindi. Unakumbuka kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Nyakati sura ile ya Nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa 21 na 22. Nyakati sura ya 20 na Nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa 21 hadi 22. Tunakuta Waisraeli wanaenda vitani. Na hii vita Bwana ikafanyika kwa njia ya ajabu sana. Tofauti na vita inavyotakiwa kufanyika. Kwa sababu kwenye vita hii walitakiwa tu kuchaguliwa waimbaji. Na waimbaji, Biblia inasema wachagueni watu ambao watamuimbia Bwana kwa uzuri na kwa utakatifu. Hebu sema kwa uzuri. Sema tena kwa uzuri na kwa utakatifu. Alafu anaambia waweke mbele watu hao, na wataimba tu wimbo
Jamani, haleluya! Msifuni Bwana kwa maana fadhili zake ni za nini? Ni za milele. Kwa wakachaguliwa timu ya sifa kwa uzuri, kwa utakatifu, wasimame mbele za Bwana na wamwimbie Bwana. Wenye silaha, makomando na majemedari wamewekwa nyuma na wanatimu wa kusifu na kumwabudu Bwana wakawekwa mbele ya vita. Ni kitu ambacho sio cha kawaida. Bwana asifiwe sana. Na huenda watu hawakuelewa lile jambo. Kwa hiyo huenda kuna watu ambao waliona hapa kama kuna kushindwa, leo ndio siku ya kushindwa. Ngoja niwaambie, njia za Mungu sio njia zetu, na njia zake ni tofauti kabisa na njia zetu, na ndio maana hatupaswi kuwa na mazoea katika kutembea na Mungu. Jamani, haleluya! Mipango yake na kanuni zake hazijawekwa kama sheria. Mungu yuko hai, Mungu ana uweza, Mungu ana hekima, Mungu ana maarifa. Anaweza akachagua njia yoyote aliyonayo kwamba italeta matokeo. Haleluya! Kwa hiyo wakawekwa watu wasifu na wakaenda wakisifu, wakaenda wakamuinua Bwana, wakaenda wakimtukuza Bwana. Biblia inasema cha ajabu kikatokea, wale watu wakageukiana, maadui wengine wakatokea kwingine, wakashambuliana, na walipomalizana wakageukiana wenyewe kwa wenyewe. Biblia inasema wakauana wote. Hakuna vita ambao watu waliwahi kwenda wakafa wote. Wewe fikiri wa mwisho walikufaje? Kama walikufa wote walikufaje? Hayo si maajabu. Maana yake huenda wa mwisho waliamua kupishanisha mkuki. Wewe unarusha na yeye anarusha, biashara ikaishia hapo. Kwa akajikuta wote, hebu sema wote. Hakuna aliyefanikiwa kukimbia. Hakuna aliyefanikiwa kuponyoka. Kwa kawaida kwenye vita huwa kuna masalia. Kuna watu wanaweza wakasalia, wengine wamejificha, wengine wamekimbia. Lakini kwenye vita hivi ilivyotokea kwa kupitia sifa, kwa kupitia kumwinua Bwana, Biblia inasema hakuna adui aliyesalia. Wakati mwingine kuna magonjwa yanaweza tu yakatokea na yakapotelea kwenye sifa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna vitu vinaweza vikayeyuka wakati moyo wa mtu umekujuliwa, umewekwa wazi, mtu amejimimina. Kuna vitu vinaweza vikayeyuka. Nakumbuka alikuja mgonjwa mmoja, ameletwa mtu mgonjwa ambaye aliona kama ni wakufa. Akaletwa na ndugu yake tu mpaka nje, alafu akaambia ingia, hilo ndio kanisa la kwenda kuombea, ingia hilo kanisa. Si ilikuwa ni kwenye jengo hili au ni lile? Nafikiri lilikuwa ni jengo lile. Alipokuja watu walipokuwa wanamsifu Bwana, kwenye sifa tu akaanguka. Na wala kuna mtu aliangaika naye, watu wakaendelea kumsifu Bwana. Akaanguka na kusimama. Alipotokea baadaye, operation iliyofanyika kwenye maisha yake ni mzima, amepona, amefunguliwa. Anatoka anasema nimepona. Na kuendelea na wokovu, lakini mpaka leo ni mzima. Ila ni mlevi wa kutupwa, lakini Mungu alimponya. Kinachomsumbua sasa hivi ni nini? Nakutana na wewe bibi wana kwa habari, anasema kwa kweli ile kanisa ndio limeniponya hivyo, wala hata sio kanisa limemponya, ni Yesu alimponya. Alikutana na sifa, haleluya, akajikuta amekuwa huru. Kuna vitu vinaweza vikayeyoka tunapomsifu nani? Bwana. Muulize jirani yako, uwe mtu wa sifa. Mwambie uwe mtu wa sifa. Mwambie tena uwe mtu wa sifa. Jambo la tano, sifa ni wajibu wa kila Mkristo. Sifa ni wajibu wetu. Kwa uwe mtu wa sifa. Zaburi ya 150 mstari wa 6 anasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ni sehemu ya maisha yetu. Unawezaje kutoa sifa? Ni kwa kuimba,
ni kwa kushukuru, ni kwa kusimulia kwa maneno ya vinywa vyetu yale ambayo Mungu amefanya na ameyatenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kinywa changu kitajazwa sifa zako na heshima yako mchana kutwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kinywa changu kitajazwa sifa zako. Jambo la pili ni heshima. Haleluya. Ni heshima. Tunawezaje tukamheshimu Mungu? Moja, tunamheshimu Mungu kwa njia ya kumwabudu. Unajua maana ya kuabudu? Maana ya kuabudu ni kukiheshimu, ni kukisujudia, ni kutoa heshima ya mwisho kwenye kile ambacho unakiabudu, kiasi kwamba hakuna kitu kingine chenye thamani, hakuna kitu kingine cha maana, hakuna kitu kingine kilicho bora, ni kutoa heshima kwa kusujudia, kwa kuinamia, kwa kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ile hali ya kicho inayetolewa kwa Mungu. Bwana asifiwe. Ni ibada ambayo Mungu anawekwa mbele na ndiye pekee anayeabudiwa. Hakuna nafasi ya kitu kingine. Na ndio maana tunapokuja kanisani lazima umaanishi umekuja kanisani. Tunapokuja kanisani na tunapofanya ibada lazima ujue tunamwabudu Mungu. Na huyo Mungu anahitaji kuona ule userious, kule kumaanisha, kule kujitoa kwako ya kwamba niko mbele za Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Hicho ndicho kicho cha heshima. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanaheshimu vitu vingi, lakini Mungu wetu ni Mungu wa kuheshimiwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Tunamheshimu Mungu. Jambo la pili, tunamheshimu Mungu kwa njia ya kumtii. Yohana 14 mstari wa 15. Yohana 14 mstari wa 15. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Kumpenda, kumheshimu Mungu ni kuonyesha kumtii. Utii ambao hauna maswali. Utii ambao haujadiliwi. Utii ambao hata kama hujaelewa ipasavyo, lakini maadamu Bwana akasema unapaswa kufanya nini? Kutii. Nuhu anaambiwa jenga safina. Kwenye mazingira anaambiwa ajenge safina, haijawahi kutokea aina alidude kama hilo analotakiwa kufanya, lakini akaamua kumtii Bwana. Kipindi cha kiangazi, kipindi ambacho haijulikani itanyesha kwenye mazingira gani, lakini maadamu Bwana akasema nitamtii Mungu wangu. Hakuna mtu aliyemwelewa Nuhu. Hakuna aliyemwelewa. Hakuna aliyejua nini anachokifanya. Na akafanya kwenye mazingira kwa muda mrefu. Vile anasema ni miaka 100 na ngapi, akiwaonya watu pia miaka 100 na ngapi? Miaka 120. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Bila shaka kulikuwa na mizaa, kulikuwa na vitu mbalimbali alivyokutana navyo, lakini anasema nimesikia kutoka kwa Bwana, na huyo ambaye amesema nami, huyo ndiye ambaye nitamtii. Haijalishi watu wanasema nini, haijalishi mazingira yanasema
sio jambo rahisi, lakini ni jambo lililobeba baraka. Jamani, haleluya! Ni jambo lililobeba matokeo makubwa. Ni jambo ambalo limekuwa njia ya ahadi za Mungu kutimizwa. Kutii ni njia ya kumheshimu Mungu. Unajua, ukichukulia hata kibinadamu, mtoto yeyote anayetii wazazi wake, atakacho kiagizwa atakitimiza. Lakini kama haheshimu, unamwambia ateremke hivi, anapanda. Kuna heshima hapo? Kuna utii hapo? Hamna. Unajisikiaje mtu mzima? Unapita mahali, alafu watoto wanacheza na wanaamua kukupigia mpaka virawao, wanakupigia mpaka usoni. Kuna heshima hapo? Si unajisikia vibaya? Na ikiwezekana unaweza ukawatandika hata, si ndio? Wanakosa adabu. Sasa sisi ni wana wa Mungu. Jamani, haleluya! Sisi ni wana wa nani? Wa Mungu. Muulize jirani yako, heshima yako mbele za Mungu imekaaje? Muulize tena, heshima yako mbele za Mungu imekaaje? Utii wako umekaaje? Mungu atuponye na atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Tukimtii Mungu tutakula mema ya nchi. Ndicho anachosema kwenye kitabu cha Isaya, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Ibrahimu anaambiwa atoke kwenye nchi yake, atoke kwa jamaa zake, na aende mahali ambapo ataonyeshwa. Alikuwa hata baada hajaonyeshwa, lakini anaambiwa toka. Sasa alitoka. Haleluya! Kinywa changu kitajazwa sifa zako na heshima yako mchana kutwa. Mungu atupe neema. Hebu tutembee kama wana wa Mungu. Hebu tutembee kama watu ambao sifa za Mungu zitatawala katika maisha yetu. Tunamheshimu Mungu kwa kuishi maisha matakatifu. Mtu kuishi maisha matakatifu ni njia mojawapo ya kuonyesha anamheshimu nani? Anamheshimu Mungu. Ndio maana nachagua kuishi maisha matakatifu. Kwa nini? Kwa sababu nampenda Yesu. Namheshimu nani? Namheshimu Mungu. Na ndiye aliyesema tuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, haleluya. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya kwanza mstari wa 15 na 16. Anasema iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa swala la utakatifu ni sehemu ya kuonyesha heshima. Ndio maana tunapaswa kufanya hivyo kila siku. Jamani, haleluya. Tunamheshimu Mungu. Jambo la tunamheshimu Mungu kwa kutoa mali zetu. Methali sura ya 3 mstari wa 9 na wa 10 anasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Tunamheshimu, na ndio maana tunamtolea. Kwa sababu tunafanya nini? Tunamheshimu. Bwana asifiwe sana. Sisi tumekuwa kwenye mazingira ambayo, kwa sababu tumekuwa tu kwenye maisha ya ufugaji. Kabla mbuzi hajachinjwa, kila mtu ana pati yake ya kula. Wazee wana eneo lao, waliotairiwa wana eneo lao, mangayoni ambao hawajatairiwa wana eneo lao, wamama wana eneo lao. Kwa hiyo kichinjo yote inajulikana na sehemu inaenda. Na haijalishi mko 200 au mko 300, mtapewa sehemu yenu, mtajua wenyewe. Kwa kama ni mguu basi ndio cha kwenu, mtakula hata kama mko wangapi. Sasa shingo ni ya wazee. Baba, ukila hiyo shingo, faini yake ndugu ni mbuzi mwingine aliye hai. Ukila shingo ya nani? Ya wazee. Maana anajulikana shingo ni ya nani? Ni ya wazee.
Ukila shingo ni faini ya kutosha. Sasa mkitaka kula shingo mnafanya hivi. Mnamtafuta mzee. Mnamtafuta hata mzee mmoja au wawili kama ndio wako karibu, mnawaleta hapo. Basi maana hawezi kumaliza shingo mwenyewe, na nyinyi mtafanya nini? Mtakula. Ikitokea swali nani aliyekula shingo, mnamtaja huyo mzee. Kwamba mzee fulani ndiye alifanya nini? Mzee fulani ndio akala shingo. Lakini nyinyi mlikuwa nyuma ya nani? Ya mzee fulani. Asipokuwepo mzee nakwambia mtakoma. Sasa muulize jirani yako, vipi mzee wako wa mbinguni? Mgeuke usoni mwambie, vipi mzee wako wa mbinguni? Shingo yake vipi? Muulize tena, shingo yake vipi? Si kuna watu wanakula mashingo ya Bwana. Yaani amekula mpaka shingo ya Bwana, kala zaka, kala mafungu ya 10 yeye mwenyewe, kala malimbuko yeye mwenyewe, kala nini yeye mwenyewe. Yaani yeye ni mfiekaji, hakuna mzee. Sasa ndugu, maisha yasiyo na mzee hayana ulinzi. Mungu atuponye sana. Maisha yasiyo na mzee hayana nini? Hayana ulinzi, lakini pia ni maisha ya kukosa adabu. Jamani, haleluya. Ni maisha ya kukosa heshima. Kwa tumheshimu Mungu. Anasema kinywa changu kitajazwa sifa zako na heshima yako kila siku. Kuja niwaambie, unajua ukikaa mbele ya mtu mwenye heshima, mkao wako lazima utabadilika. Unanielewa? Mfumo wa maisha yako utafanya nini? Utabadilika tu. Na namna yako ya kuongea itafanya nini? Itabadilika. Kwa nini? Uko mbele ya mtu mwenye heshima. Kuna namna yako ya kuishi inabadilika. Namna yako ya kusema inafanya nini? Inabadilika. Na hata kitokea mwingine anataka kuongea bwana, wesh, hapa kuna nini? Utasikia kuna wazee, si ndio? Mazingira ambayo yana heshima yanamfanya mtu aishi kwa namna nyingine. Na ndio maana si wote tukiokoka mfumo wetu wa kuishi unabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Unabadilika kwa sababu tuko mbele za Mungu. Tuko mbele za Mungu. Na Mungu ni halisi. Na unajua jamani, Mungu hayuko mbali. Unajua kuna watu wanafikiri Mungu yuko kule mbinguni, tutataka kumkuta huko. Mungu hayuko huko. Mungu yuko kila mahali. Jamani, haleluya. Yuko kila mahali. Hapa yupo, ndani yako yupo. Mungu hayuko mbali. Yeye mwenyewe anasema mimi ni Mungu aliye karibu, wala si Mungu aliye mbali. Mungu hayuko mbali. Anaona mawazo unayoyawaza. Anaona njia unazozipitia. Anaona maamuzi unaofanya kwenye moyo wako. Hakuna jambo lisilo lililo kifichoni kiasi kwamba macho yake hayaoni. Ni Mungu aliye karibu. Onyesha kumheshimu Mungu. Ukiwa kwenye biashara mheshimu Mungu. Jamani, haleluya. Ukiwa shambani mheshimu Bwana. Ukiwa kwenye mazingira yote mheshimu, maana yupo karibu, maana yuko hapo. Onyesha nidhamu, onyesha heshima, maana yupo katikati yetu. Ndio maana anasema mchana kutwa maisha yangu yatamheshimu Mungu. Kwenye mazingira yeyote nitamheshimu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinywa changu kimejazwa sifa zako na heshima mchana kutwa. Hebu angalia maisha yako ya jana kabla ya kufika leo. Hebu jaribu tu kufikiria ulivyoishi, ulivyopita. Hebu angalia ni kwenye mazingira gani Mungu ameinuliwa kupitia maisha yako. Hebu angalia tu ni kwenye maeneo gani Mungu ametukuzwa.
Ni kwenye malengo, kwenye mazingira gani umemuinua Bwana, umemsifu Mungu na umemtukuza Bwana? Daudi anasema ni kwenye maisha ya kila siku. Mungu atukuzwe, lakini Mungu aheshimiwe. Tunafahamu safari ya Daudi ya maisha yake. Kulikuwepo na misiba, kulikuwepo na vilio, kumekuwepo na maombolezo, kumekuwepo na wakati wa furaha, kumekuwepo na wakati wa huzuni, kumekuwepo na wakati wa kuugua, kumekuwepo na nyakati nyingi, lakini bado kwenye uzee anasema kinywa changu kitajazwa sifa. Habaki kusimulia mambo yaliyomuumiza, habaki kusimulia historia ya kuonewa na Sauli na kufukuzwa wakati ana hatia, habaki huko. Jamani, haleluya. Hasimulii mapito aliyopita wakati mwanao akimfukuza au akimkimbia mwanae. Yeye anabaki kuangalia ni jambo gani ambalo litamfurahisha Mungu wangu. Hilo ndilo litakalolitenda, hilo ndilo litakalolisifu. Na anamwambia wewe bado ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe bado ni Mungu. Wakati mwingine kuna mambo machache madogo, wakati mwingine yametufanya tuone kwamba tunachoka, tunapitia. Na unajua wakati mwingine unaweza ukadanganyika ukafikiri, maana wakati mwingine hata kama bila nasema, hata kama kuna sababu ya kulaumu, tufanye nini? Tusamehe. Hatuna sababu ya kufanya nini? Ya kulaumu. Kwa sababu lawama inatengeneza uchungu. Manunguniko hutengeneza uchungu, lakini sifa huleta uponyaji. Sifa huleta afya njema. Sifa hutufanya tuchangamke. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Kwa ni vizuri tumheshimu Bwana na tumtukuze Mungu kwenye maisha yetu. Hebu naomba tusimame. Kinywa changu kitajazwa sifa.